Ubabe unaoendeshwa na mtawala hapa nchini ni ngumu sana kufikia malengo hayo ya Jumuiya ya Madola. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Swali kubwa la kujiuliza, kwa nini kwenye nchi yetu watu wanyamazishwe? Kwa nini igeuzwe kuhoji na kukosoa serikali iwe ni makosa ya uhaini na ugaidi? Hii nguvu kubwa inayotumika kuwanyamazisha wananchi inalenga nini? Kwa nini wananchi wazuiwe kuhoji juu ya mambo yanayofanyika kwenye nchi yao? Kwa nini serikali inataka kuongoza nchi hii kwa imla na kwa udikteta? Na kwa nini wanatumia nguvu kubwa kama hivyo? Kwa sababu swala la kuhojiwa, kama ni swala ni kuhojiwa tu, ukihojiwa si unajua tu unatoa majibu. Kwani tatizo ni nini? Ukihojiwa kama serikali unayo majibu, si unatoa majibu. Kitendo cha kuwanyamazisha watu na kuwatengenezea kesi za kila aina ili tu muweze kuwanyamazisha kinalenga kufanya nini? Kinalenga kufanya nini? Kulifanyia nini taifa letu? Kwa hiyo tunasema nini? Azimio hilo namba 2 lililotolewa na Jumuiya ya Madola liko vizuri. Kwa maana ya agizo la Jumuiya ya Madola, agizo lake liko sawa sawa na azimio lake liko sawa sawa. Lakini tumeagizwa kwamba ndani ya siku 60 kurejesha kikamilifu upatikanaji wa majukwaa ya kidijitali na kusitisha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Sasa wananchi wanaozungumza mpaka wanavamiwa mpaka marekcha wetu wakiwa darasani wanafundisha wanakamatwa. Sasa unategemea kwamba kuna dalili za kujirekebisha hapa? Kuna dalili za kujirekebisha hapa? Wanaenda kutungiwa makosa mpaka wanafunzi vioni huko wanatungiwa makosa, wanaachishwa masomo, wanaanza kuhudhuria mahakama. Kesi ambayo haina kichwa wala miguu. Imefika mahakamani imefutwa, bado wanakamatwa tena. Ni ukatili wa hali ya juu. Lakini huko Mwanza huko watu wanakamatwa, wanaambiwa kwamba wana makosa ya ugaidi, bado waziri wa mambo ya ndani anatoka hadharani anasema Tanzania hamna ugaidi. Sasa kama hakuna ugaidi, magaidi waliokamatwa ni wapi? Kwa hiyo na wengine mnawakamata watu kwa matukio ya Oktoba 2025, mnasema hawa wote tumewakamata tunaweka ndani kwa sababu ya makosa ya ugaidi. Mwisho wa siku mnaenda kuwaachia wote tena. Mnasema kwamba hawakuwa na makosa hayo ya ugaidi, tumewaachia na tumewasamehe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hili azimio lina ugumu mkubwa wa kutekelezwa, kwa sababu mzizi wa fitina ulioko hapa nchini usipotatuliwa, wa kujua kwa nini watu wanakamatwa kwa kusingiziwa makosa. Kwa hiyo agizo la siku 60 nalo bado ni ngumu kutekelezwa. Ingawaje Jumuiya ya Madola yenyewe ni sahihi kabisa na maelekezo aliyotupa ni sawa. Sasa azimio namba 3 linazungumza ndani ya siku 90 kuitisha jukwaa shirikishi lenye usimamizi huru litakalojadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya waliokamatwa na uwajibikaji. Sasa tumepewa siku 60 kwa ajili ya kuitisha jukwaa shirikishi lenye usimamizi huru litakalojadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala yaliyokamatwa na uwajibikaji. Sasa agizo hili nalo ni agizo zuri sana, lakini ni ngumu sana kutekelezwa ndani ya nchi yetu, kwa sababu mtawala aliyopo anataka mambo yote afanye yeye. Na haamini kama watu wanaweza kutoka nje, watu walio huru wakaja kufanya haya mambo. Na haamini kwamba jumuiya zingine zinaweza zikatengeneza, zikafuatilia, zikasikiliza watu mbalimbali. Anataka yeye mwenyewe ndio aendelee kuunda tume. Na ndio maana akaunda ile tume ya uchunguzi aliyoiunda awali. Baada ya hapo akaunda tena tume nyingine ya uchunguzi tena mambo ya kijinai, wakati na ile nyingine ilikuwa inachunguza matukio ya machafuko ambayo na jinai ilikuwemo ndani. Kwa hiyo mambo ya jinai yanaundiwa tume anaunda yeye, wakati serikali yake inalalamikiwa. Serikali hiyo iliyosababisha hayo yaliyotokea ndio hiyo tena inayounda tume ya kwenda kujichunguza yenyewe. Azimio hili inahitaji usimamizi wa karibu kutoka Jumuiya ya Madola ili liweze kutekelezwa, kwani ubabe unaoendeshwa na mtawala hapa nchini ni ngumu sana kufikia malengo hayo ya Jumuiya ya Madola. Mfano, tarehe 30 Julai 2026 alikutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu Dar es Salaam na kudai kuwa vyama vyote vya siasa wako vizuri isipokuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho alidai nacho chama hicho wanaendelea kupokea misukumo yake na matakwa yake.
wanaendelea kupokea misukumo yake na matakwa yake. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo tarehe 3 Agosti 2026 kimetoa taarifa kwa umma kuwa hakijawahi kukutana kwa siri wala kwa kificho na Chama cha Mapinduzi au kiongozi wa serikali kwa mazungumzo ya aina yoyote, na kwamba msimamo wao unabaki ule ule unaotokana na maazimio ya kamati kuu ya kwamba bila ukweli, haki na uwajibikaji hakuna maridhiano. Lakini msimamo wa Chama cha ACT Wazalendo pia kupitia tamko lake la tarehe 9 Novemba 2025 na maazimio ya vikao vya kamati kuu ya tarehe 18 Januari 2026 na tarehe 3 Mei 2026 ambavyo vilisisitiza kuwa hakuna maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji, na hadi sasa hakuna kikao kingine cha chama kilichokutana kwa ajili ya kuchunguza, kwa ajili ya kutengua msimamo uliotolewa. Sasa mtawala anapoitisha kikao pale, na sisi tulimuona wote, anafika tu kwenye kikao kile cha hao viongozi aliokuwa amewaita na anasema tumekubaliana, wala tukusikia mjadala waliokuwa wakiendelea nao. Kwa hiyo sasa Chama cha ACT Wazalendo msimamo wake unajulikana kulingana na msimamo uliotolewa na kamati kuu, na ulikuwa communicated kwenye umma hadharani kwamba Chama cha ACT Wazalendo msimamo wake ni upi katika swala la maridhiano. Chama cha Chadema msimamo wake kimeutaja, lakini Chama cha ACT Wazalendo msimamo wake kama nilivyotaja katika matukio matatu, na document hizo zote ziko kwenye umma, kwamba Chama cha ACT Wazalendo hakiwezi kwenda kwenye maridhiano bila ukweli kuwekwa wazi ya matukio yaliyotokea Oktoba 2025 na bila haki na wala uwajibikaji. Ni msimamo ambao uko dhahiri. Sasa haya maneno ambayo anayazungumza mtawala kwamba ameshaelewana na vyama vya siasa isipokuwa chama kimoja, ina maana gani? Ina maana gani? Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.